Kikosi cha Jeshi la Kujenga Taifa 837 KJ Chita mkoani Morogoro kimeanzisha programu maalum ya skimu ya umwagiliaji ambayo haitakuwa na muda mahususi wa kufanya kilimo. Akizungumza leo Jumanne Machi 25, 2025, mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajab Mabere wakati alipotembelea kikosini hapo kinachofanya kilimo mkakati cha mpunga na ufugaji wa samaki. Tumefanikiwa kiasi, kwa sababu ndio maana tumeweza kureview na kuona kwamba tukiongeza tena miaka kadhaa tunaweza tukawa tumekamilisha. Sasa hivi unaweza kaona kwamba tunayo magara bora kabisa ambayo yanaweza katunza vyakula vyetu kwa muda mrefu. Tumelima mpunga wa kutosha ambao ukisema kwamba tusambaze kwenye vikosi vyote wanaweza ukatosheleza, lakini kwa sababu sasa hivi biashara ni ulia na vikosi hivi kama unavyojua vinajirisha kwa chakula. Kwa hiyo bei ya mpunga inategemeana na bei ya soko ya eneo husika. Kwa hiyo kama mtu wa Dar es Salaam au anaweza akakuta kwamba mchele uliozalishwa labda kutoka eneo A ni bei yake ni ndogo zaidi kuliko mchele uliozalishwa eneo B, basi atatumia ule wa eneo A kwa sababu ya kupata tu kwamba aweze kufanya kulisha lakini apate faida vile vile. Kwa hiyo lakini kwa ujumla wake mimi naweza kusema kwamba mpunga tunaouzalisha unaweza tukaugawa katika vikosi vyote na ukaweza kutumika kwa chakula katika msimu wote. Mahindi tunayozalisha tunaweza vile vile tukayagawa katika maeneo yote na yakaweza kuzalisha. Lakini vile vile mkakati huu umetupa nafasi ya kufahamu zaidi, yani ya kushirikiana na wataalamu zaidi. Ni katika kipindi hiki cha mkakati ushirikiano wetu na chuo kikuu cha SUA cha Sokoine umeongezeka sana. Wamekuwa wakileta vijana wao hapa kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo katika eneo hili, na wanapokuja wanachangia sana kutoa ushauri kuhusu kilimo tunachokilima hapa. Kwa hiyo wamekuwa vijana wanaotoka katika vyuo vya uvuvi, wamekuwa vile vile wamekuja katika maeneo yetu ya ufugaji wa samaki, wamekuwa wakijifunza vile vile. Lakini wanajifunza lakini wanatupa vile vile na elimu. Hata hivyo, baadhi ya wahitimu wa mafunzo hayo akiwemo Monica Michael ambaye ni mhitimu wa shahada ya wanyamapori amesema mafunzo aliyopata anaona yakienda kubadilisha maisha yake kiuchumi, kwani kwa sasa ana ujuzi wa ufugaji wa samaki. Kwa majina naitwa Serge Monica Sospita Michael. Niko hapa kikosi cha Chita JKT ambacho ni kikosi cha jeshi. Hapa nipo kwenye kitengo samaki, kwamba hili ni shamba letu la mradi wa samaki. Shamba hili lina mabwawa 28, yote yanahusika na ufugaji wa samaki. Kwenye shamba letu hili faida ni kubwa sana kwa sababu mauzo ya samaki ni makubwa. Kama tunavyofahamu hata mtaani ni watu wengi ambao hawatumii nyama, lakini ukifuatilia idadi ya watu ambao hawatumii samaki utapata ni idadi ndogo. Kwa hiyo kwenye swala zima la ufugaji wa samaki una faida kubwa. Nipende hata kuwashauri watu wengine huko walipo, kama ni mtaani au sehemu zingine zozote ambapo kuna upatikanaji wa maji kwa urahisi, kwenye kujihusisha kwenye swala la ufugaji wa samaki ni swala lenye faida kubwa. Kwa hiyo nitoe hamasa ya watu kushiriki kwenye swala la ufugaji mzima wa samaki. Tangu nimefika mahali hapa nimejifunza mengi. Nipende hata kutoa rai kwa watu wengine walioko mtaani kuja kwenye vikosi vya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwenye vikosi vya kujenga taifa hakuna mateso wala manyanyaso, bali inakujengea wewe ukakamavu pamoja na kukupatia elimu ya kujihusisha kwenye masuala mazima ya uzalishaji mali, shughuli mbalimbali za uzalishaji mali ikiwemo kilimo pamoja na masuala mazima kama ufugaji wa samaki. Kwa hapa kwenye kikosi chetu tunajihusisha na ufugaji wa samaki pamoja na kilimo cha mpunga
na hata pia kuna miradi mingine mbalimbali kama ufugaji wa ng'ombe na kadhalika. Kwa hiyo wale ambao wana nadharia kwamba JKT kuna mateso, kuna manyanyaso, hiyo nadharia ni ya uongo. Lakini pia kwa wale watoto wa kike ambao wanaogopa kujiunga na vikosi vya jeshi, especially Jeshi la Kujenga Taifa, wakiamini kwamba kuna mateso au wanawake sijui wanafanyiwa ukatili, hapana. Hiyo nadharia ni ya uongo, kwa sababu mimi mwenyewe hapa nilipo ni mtoto wa kike na nimejiunga na Jeshi la Kujenga Taifa na nina muda mrefu humu ndani, lakini bado nina amani, nina afya njema na nina uzoefu wa kutosha kwenye masuala haya mazima ya shughuli za uzalishaji mali. Lieutenant Kanali Ashraf Bakari Hassani, kamanda kikosi 837 kikosi cha jeshi Chita JKT. Wajibu wangu kama kamanda wa kikosi, kwanza kusimamia maelekezo yale yote ambayo tunayapata kutoka makao makuu ya jeshi na makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa, ambapo kwa hapa majukumu yetu makuu ni majukumu matatu ambayo ni malezi ya vijana, uzalishaji mali pamoja na ulinzi. Kikosi hiki chetu kinafanya shughuli nyingine kwa upande wa uzalishaji mali. Tunahusika na uzalishaji wa mpunga, kwa ni moja ya kikosi cha JKT ambavyo vinajihusisha na kilimo mkakati wa mpunga. Tuna ekari kwa sasa hivi kwa mwaka huu tumelima ekari 3000 za mpunga, ambapo na imani baadaye tutatembelea kwenye hayo mashamba. Unaweza kuona pamoja na kwamba maeneo mengi ya nchi yetu ya Tanzania kumekuwa na changamoto hii ya hali ya hewa, mvua hazijanyesha vizuri na sehemu nyingi watu wameshindwa kulima, lakini kwenye eneo letu sisi hapa kuna skimu ya umwagiliaji. Kwa hiyo mpunga tumepanda na umeota vizuri. Kuna mpunga mwingine ambao tunatarajia kuanzia wiki ya kwanza ya mwezi wa 4 tuanze kuvuna, lakini kuna mwingine ambao ni wiki ya pili mpaka mwezi wa 6. Tumeupanda kwa stage tofauti ili kuhakikisha kwamba ule mpunga hatuwezi kuvuna wote wakati mmoja kwa kutumia zile resources tulizonazo. Kwa hiyo kwa ujumla nitumie fursa hii kuwakaribisha watu binafsi, makampuni na vijana ambao wanatoka kwenye mashule kuja hapa. Watakaopata fursa za kuja JKT, basi hapa ni sehemu sahihi wa kuja kujifunza kwa vitendo. Lakini kwa wale wengine ambao watakosa fursa za kuja JKT, wanao nafasi ya kuja hapa kuona ufugaji na wakajifunza kwa vitendo na wakawa sasa na uzoefu wa kufanya kitu ambacho kitakuwa kinatija bila kubahatisha.